الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: ولهما مرفوعا: ما من مولود إلا يولد على الفطرة. هذا الحديث هو ولهما عنه مرفوعا: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء، حتى تكونوا أنتم تجدعونها. ثم قرأ أبو هريرة رضي الله عنه: فطرة الله التي فطر الناس عليها. ولهما عنه أي عن أبي هريرة مرفوعا: ما من مولود إلا يولد على الفطرة. Mtume anasema hakuna mtoto yoyote isipokuwa anazaliwa juu ya maumbile ya Kiislamu. Ma min mauludin illa yuladu ala alfitra, hakuna mtoto yoyote isipokuwa huzaliwa juu ya maumbile ya Uislamu. Fa abawahu yuhawidani, wazazi wake ndio wanaomtia katika Uyahudi, au yunasirani, au wanaomtia katika Ukristo, au yumajisani, au wanaomtia katika umajusi wa kuabudu jua. Kama tuntajul bahimatu bahimatan jamaa, kama anavyozaliwa mnyama anazaliwa hali ya kuwa ni mwenye kusalimika. Hal tuhissuna fiha min jadaa, je, mnahisi kwa mnyama huyo mwenye kukatwa sikio au viungo vyovyote? Hatta takunu antum tajdaunaha, mpaka nyinyi muwe au mpaka muwe nyinyi ndio mnaomkata hayo masikio na vitu vingine. Mnyama anazaliwa salima hali ya kuwa mwenye kusalimika na kukatwa katwa. ثم قرأ أبو هريرة رضي الله عنه: فطرة الله التي فطر الناس عليها، umbile la Allah alilowaumbia watu. يقول الشيخ الفوزان حفظه الله: هذا الحديث يفسر الآية السابقة التي في أول الباب. hadithi hii inafasiri aya ya mwanzo, aya iliyotangulia mwanzo wa mlango. Inasemaje aya hiyo? Inasemaje? فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. hadithi hii inaifasiri aya hiyo fi anna Allah fatara an-nasa ala al-islam, kwamba Allah amewaumba watu juu ya Uislamu. Ay fatarahum ala at-tauhid, amewaumba juu ya tauhid watu wote, kwamba wanampwekesha Allah subhanahu wa ta'ala, hakuna mshirikina. ولذلك في الحديث: ما من مولود، hakuna mtoto yoyote. Maulud hadhi nakira fi siyaqi nafi ta'um, mtoto yoyote sawa, wa kizungu, wa kiarabu, wa kiafrika, mtoto wa kiyahudi, wa kikristo, mtoto yoyote anayezaliwa yuladu ala alfitra, anazaliwa juu ya maumbile ya Kiislamu. Sasa wazazi wake ndio wanaomtia katika Uyahudi au katika Nasara, Ukristo au katika umajusi. Hadhi nakira fi siyaqi nafi ta'ummu nakira, hakuna mtoto yoyote
isipokuwa huzaliwa ala alfitra. Hii ndiyo asli ya kila mtoto, kuzaliwa juu ya Uislamu, umbile la Kiislamu juu ya tauhidi, ndiyo asli ya kila mtoto. Sasa wazazi ndio wanaofanya uzembe huo wa kumtia mtoto katika Uyahudi au katika Ukristo au katika Umajusi. Qala falau annahum salimu min du'ati dhalal labaqiyat fitratuhum qabilatan lilhaqqi, lau watoto hao wangesalimika na duati wapotevu, duati wa upotevu, lingebakia umbile lao ni lenye kukubali haki. Labaqiyat fitratuhum qabilatan lilhaqqi walattaba'u rusul, na wangefuata mitume. Walattaba'u rusul, na wangefuata mitume. Falfitratu wahdaha la takfi, kwa hiyo umbile peke yake halitoshi. La budda min ittiba'i rusul alayhimus salatu wassalam, lazima kufuata mitume alayhimus salatu wassalam. Fitratuhum salihah mithla turbati tayyiba salihah linnabat, umbile lao ni saliha, ni zuri kama mchanga mzuri ambao unafaa kwa mimea. Faturbatu idha baqiyat wa lam tulawwath, mchanga ukibakia vile vile na umbile lake bila kuchanganywa na kitu kingine au bila kutapakazwa na kitu kingine, tabqa saliha, mchanga ule, ardhi ile inabakia ni saliha, inafaa kwa ajili ya mimea. Wa idha ghayyarat, ikibadilika, wasabakhat, na ikawa ni ya chumvi, wa alataha almuluhatu walmau, na ikawa juu ule uchumvi chumvi na maji, fasadat, mchanga ule na ardhi ile huharibika. Wasarat ghayra salihatin lilimbat, na inakuwa ardhi ile na mchanga ule haufai kwa kumea mimea. Kadhalika linsan, ni kama hivyo mtu, idha ghuyirat fitratuhu, umbile lake likibadilishwa, fa innaha la taqbalu alkhair, umbile hilo halitakubali khairi. Liannaha inharafat wa taghayyarat, kwa sababu limeshabadilika umbile hilo. Katurbati idha fasadat, ni kama huo mchanga ukiharibika. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم لذلك مثلا بالشاة الجدعاء التي قطعت أذنها وكسر قرنها. asema Mtume صلى الله عليه وسلم amepigia mfano wa hilo, mfano wa mbuzi ambaye yamekatwa masikio yake na mapembe yake yamevunjwa. Tuladu jamaa, anazaliwa mbuzi yule jamaa, ay salima, hali ya kuwa ni mwenye kusalimika. Laysat majdua, si mwenye kukatwa masikio. Kamilat alqarnaini waludhunain, anazaliwa hali ya kuwa pembe zake ziko kamili, masikio yake kamili. Thumma inna ahlaha humul ladhina yajdaunaha, kisha wenye mbuzi yule ndio wanaomkata masikio. Wakadhalika almaulud yuladu ala alfitrati kamila, vile vile mtoto anazaliwa katika maumbile ya Kiislamu kamili. Fa in ghuyirat alfitra, umbile lile likibadilishwa, fahadha min tasarrufi almurabbin alladhina yuharrifuna alfitra wa yughayyirunaha, likibadilishwa lile umbile, hii ni katika tasarruf na vitendo vya wale walezi, wale ndio waliobadilisha umbile lile. Wa yughayyirunaha mithla alladhi yufsiduna at-turba as-saliha lilbidhri fala tumbitu,
mfano wale wanaoharibu mchanga, ardhi ambayo inafaa kwa mbegu, halafu inakuwa haimei tena ardhi ile hata ukitia mbegu. Kwa hiyo Mtume SAW ameelekeza moja kwa moja lawama kwa wazazi, fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi, wazazi wake. Abawahu imeitwa abawahu taghliban, lakini ni babake na mamake ndio wanaomtia katika Uyahudi au Kristo au Majusi. Lakini mtoto anazaliwa, anakubali, anakuwa anazaliwa katika umbile la Kiislamu na anakubali haki moja kwa moja. Sasa wazazi ndio wanaofanya uzembe, mtoto yule kumpeleka wapi ni wazazi. Kwa hiyo mtu anapokuwa na mtoto anatakiwa pale pale akiwa mtoto, yule mtoto aanze kumfundisha haki, asianze kumpeleka kwenye batil, aanze kumfundisha haki moja kwa moja. Kuanzia utoto wake atashika na haki moja kwa moja, lakini mwanzo tu miaka 5 wenda mpeleka kwenye bid'a. Wacha mambo ya Majusi na Uyahudi na Ukristo. Hawa Waislamu, mtoto yule akipelekwa kwenye bid'a anakulia na bid'a, mtoto akipelekwa kwenye sunna anakuwa na sunna. Na hii ni neema kubwa, mtoto akikua katika sunna moja kwa moja ni neema kubwa kwa mzazi yule na mtoto yule. Kwa hiyo wachana na mambo ya Uyahudi na Ukristo, haya ni makubwa sana, ni mabaya sana. Haya ya bid'a na sunna pia wazazi wanatakiwa waangalie watoto wao, sio mara tu miaka 5 anapelekwa madarasa za kibid'a. Huyo ana mtoto anakuwa na bid'a moja kwa moja. Kwa hiyo Mtume sallam ameelekeza lawama moja kwa moja kwa wazazi, ndio ambao mtoto yule atatengenea kutegemea wazazi, na mtoto yule ataharibika kutegemea wazazi wake. Wazazi wakiwa na msimamo mzuri wa sunna wa haki, mtoto yule anakuwa katika haki, lakini wazazi wakiwa kinyume cha hivyo, mtoto yule anakulia katika batil, na akishakuwa mkubwa inakuwa ni vigumu sana kumtoa katika batil kumpeleka katika haki. واضح هذا. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير. watu walikuwa wakimuuliza mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam kuhusu khairi. wa kuntu as'aluhu 'ani sharri, na mimi nilikuwa nikimuuliza kuhusu shari, makhafata an yudrikani, kwa kuogopea kunidiriki hiyo shari. Fakultu, nikasema, ya Rasulullah, inna kunna fi jahiliyatin wa shar, sisi tulikuwa katika ujahilia na shar, tulikuwa katika shar. Fajaana Allahu bihadha alkhair, Allah akatuletea khairi hii ya Uislamu. Fahal ba'da hadha alkhairi min sharrin, je, baada ya khairi hii kuna shari? Qala na'am, akasema ndiyo, baada ya khairi hii ipo shari. Fakultu, wa hal ba'da dhalika sharri min khairin, je, baada ya shari hiyo kuna khairi nyingine? Qala na'am, akasema ndiyo. Wa fihi dakhanun, lakini khairi hiyo ina dakhan, ina doa, ina uchafu, ina fasad. Qultu, wama dakhanuhu, ni yapi madoa yake, ni upi uchafu wake khairi hiyo? Qala qaumun yastannuna bighairi sunnati wa yahtaduna bighairi hadi, ta'rifu minhum wa tunkir. Utakuwa watu wanafuata isiyokuwa sunna zangu na wanafuata miongozo ambayo si miongozo yangu.
ta'rifu minhum wa tunkir, utawajua na utawakanusha watu hao. Watu wanafuata zisizokuwa sunna zangu, mwenendo wangu wanauacha, wanafuata mienendo mingine, mwongozo wangu watawacha, watafuata miongozo mingine, utawajua na utawakanusha watu hao. Qultu fahal ba'da dhalika alkhairi min sharrin, je baada ya khairi hiyo kuna shari nyingine? Qala na'am, fitnatun amya wa du'atun ala abwabi jahannam man ajabahum ilayha qadhafuhu fiha. Fitna amya, fitna pofu, na duat walinganizi walio katika milango ya jahannam, mwenye kuwajibu, mwenye kuwakubalia da'wa yao, qadhafuhu fiha, watamuingiza, watamtupa katika jahannam. Qultu ya Rasul Allah sifuhum lana, tusifie watu hao, duati hao, tusifie wa duati hao. Faqala hum min jildatina, wao ni katika ngozi zetu. Wayatakallamuna bi alsinatina, wanazungumza kwa lugha yetu. Qultu fama ta'muruni in adrakani dhalik, waniamrisha nini nikidiriki zama hizo? Qal talzamu jama'ata almuslimina wa imamahum, ulazimiane na kundi la waislamu na imamu wao. Talzamu jama'ata almuslimin wa imamahum, ulazimiane na kundi la waislamu na imamu wao, kiongozi wao. Qultu fa in lam yakun lahum jama'atun wala imam, kama hawana jamaa wala imam, hawana kundi moja wala hawana imam kiongozi. Qala fa'tazil tilka alfiraqa kullaha, vitenge vikundi vyote hivyo, jitenge navyo. Walau an ta'ulla ala asli shajara, japokuwa kuuma kigogo cha mti. Hatta yudrikaka almautu wa anta ala dhalik, mpaka mauti ya kudiriki na hali wewe uko katika hali hiyo ya kujitenga na firaki zote. يقول الشيخ الفوزان حفظه الله: هذا لا شك أنه مطلوب أن تسأل الخير وأن تتعلم ما فيه الخير والصلاح. Hili jambo hapana shaka kwamba linatakiwa. Lipi? La kuulizia kheri na kujifundisha ma fihi alkhairu, mambo ambayo yana kheri, wassalah. Lakin la taktasiru alayhi, lakini usifupishe tu kusoma kheri. Bal alayka an ta'rifa dhiddahu, bali jilazimishe pia kujua kinyume chake, kujua kinyume cha kheri. Alaika an ta'rifa sharra, jilazimishe kujua shari. Wa huwa dhiddu alkhair, na shari ndiyo kinyume cha kheri. Lialla taqa fihi, usije ukaingia katika shari. Ukijifundisha kheri na ujifundishe shari, ukijua kheri ujue na shari, ili usije ukaingia katika shari. Sababu kama hujui, unasoma kheri tu, shari huijui, unaweza ukaingia katika shari, kwa sababu hujui, hujaisoma ile shari. Unatakiwa ukisoma usome kheri na shari, ili ujiepushe na shari, ufanye kheri. Qala fayajibu alayka an tata'allama al-amrayn, ni lazima ujifundishe mambo yote mawili, al-khaira wal-a'mal as-salihah wa kull ma yuaddi ila al-khair min al-a'mal wal-aqwal wal-aqaid wa ghairi dhalik. Ni lazima ujifundishe mambo mawili, kheri na amali njema, na kila linalopelekea kheri katika amal, vitendo na maneno na aqida na mengineyo. Wala budda an ta'rifa ma yudaddi dhalika wa ma yukhalifuhu, lakini pia
lazima ujue kinyume cha hiyo kheri, wama yukhalifuhu, na inayokhalifu kheri, hatta yaslama laka hadha alkhairu, ili isalimike kwako hii kheri. Ukisoma tauhid lazima usome na shirki, ukisoma sunna lazima usome na bid'a, ili ujiepushe na ushirikina, ujiepushe na bid'a. Ukisoma sunna peke yake na hujui bid'a, unaweza ukaingia katika bid'a mwenyewe hujijui. Kwa unaposoma sunna usome na bid'a, ili ujue bid'a na kujiepusha nayo, na ili ujue sunna na kutekeleza sunna. Qala liannaka idha iqtasarta ala taallumi alkhair wa lam tataallam ma yukhalifuhu wa yudaddihi فربما أنك تقع في أشياء تذهب أو تذهب بهذا الخير وأنت لا تدري. kwa sababu wewe ukifupisha kusoma kheri, kujifundisha kheri, na ukujifundisha kinyume chake, huenda ukaingia katika vitu ambavyo vinaiondosha hii kheri, wa anta la tadri, na hali wewe hujui. Qala famathalan إذا تعلمت التوحيد وإفراد الله بالعبادة فلا بد أن تتعلم ما هو الشرك الذي هو ضد التوحيد وهو عبادة غير الله. unaposoma tauhid na kumpwekesha Allah kwa kumwabudu, lazima pia usome shirki ambayo ndiyo kinyume cha tauhid, wa huwa ibadatu ghairi llah. Ushirikina ni kuabudu asiyekuwa Allah. Kwa lazima usome kinyume cha tauhid, wa huwa ibadatu ghairi llah. Wa kaifa takunu ibadatu ghairi llah, inakuwa vipi kumwabudu asiyekuwa Allah? Yote haya uyasome. lianna al-insan qad ya'budu Allah wa yukthiru min al-ibadah walakin la yatajannabu shirka. Sababu mtu anaweza akamwabudu Allah akakithirisha kufanya ibada, lakini hajiepushi na ushirikina. Hususan wa anna kathiran minan nas yaqauna fi shirki, hasa ni kwamba watu wengi wanaingia katika ushirikina. Wa hunaka du'atun ila shirki, na kuna walinganizi wa ushirikina. فربما أنه يقع في شيء من الشرك يظنه خيرا, huenda akaingia katika jambo lolote la ushirikina akidhania kwamba ni kheri, liannahu lubisa alayhi, kwa sababu ametatizwa na hao duatun ila shirki, walinganizi wa ushirikina. Fahadha shirku yubtilu amalahu wa huwa la yadri, ushirikina huu unabatilisha amali zake na huku yeye hajui. Fala budda an tataallama alkhaira wa ila janibihi tataallamu ma yudaddihi wa yukhalifuhu. Lazima usome kheri, halafu hapo hapo usome kinyume cha kheri, yani shar, ili ujiepushe nayo. قال وهذا بخلاف ما ينادي به اليوم الكثير من الجهال والمضلين والمضللين والمغرضين الذين يقولون علموا الناس التوحيد وعلموهم الصلاة وأفعال الخير. asema hii ni kinyume cha wanavyolingania hivi sasa wengi katika watu wajinga na watu wenye kupoteza watu na waharibifu, wale wanaosema kwamba wafundisheni watu tauhid na wafundisheni sala na mambo ya kheri, wafundisheni vitendo vya kheri, lakini limadha tuallimunahum nawaqidh alislam, kwa nini mnawafundisha vitenguzi vya Uislamu wa shirka, mnawafundisha ushirikina? وتعلمونهم عقائد الجهمية والمعتزلة ومن نحى نحوهم,
na kwa nini mnawafundisha aqida za Jahmiya na Mu'tazila na wote wenye kufuata upande wao? Limadha la taktasirun ala al-aqaid as-sahiha wa tatrukuna bayana al-aqaid al-fasida? Kwa nini hamfupishi kusoma aqida sahiha mkawacha kuweka wazi zile aqida mbaya? Wanasema hivyo. Qala wa hadha jahlun, huu ni ujinga, au tadlil, au ni kupoteza watu. Mfahamu? Kwa lazima kusoma tauhid na shirki, lazima kusoma tauhid na nawaqidul islam, vitenguzi vya Uislamu, ili mtu avijue ajiepushe navyo. Na lazima kusoma aqaid al-Jahmiya al-firaq ad-dalla kullaha, kusoma aqida zao ili kujiepusha na aqida hizo mbaya na dhalla. قال وهذا جهل أو تضليل لأنه لا يكفي تعلم العقيدة الصحيحة، sababu haitoshi kusoma aqida sahiha, kujifundisha aqida sahiha haitoshi, bal la budda an na'rifa aidan al-aqaid al-fasida wal-batila, bal lakini pia lazima tujue aqida mbaya na aqida batila ili tujiepushe nazo. Min ajli an natajannabaha, ili tujiepushe nazo, wa nujannibaha auladana wa ikhwanana, na ili tuwaepushe na aqida hizo mbaya watoto wetu na ndugu zetu. ولذلك رد العلماء على الجهمية والمعتزلة والمخالفين، وهي ndio maulama wamewarudi al-Jahmiya wal-Mu'tazila wal-Mukhalifin, wamewarudi hao. Al-Jahmiya ni wale wanaopinga sifa za Allah zote na majina yake, Jahmiya. Mu'tazila aqida yao kubwa ni wao wamechanganya, wana aqida za Jahmiya, wana aqida za kikhawarij hawa Mu'tazila. Aqida yao kubwa ni khalqul Qur'an, kwamba Qur'ani imeumbwa. Hii ni aqida yao kubwa hawa Mu'tazila. Kwa hiyo maulama wamewarudi, Sheikhul Islam ametunga vitabu vya kuwarudi hawa. Qala wa hadha shay'un mawjudun, hili ni jambo lipo. Falau annahum sakatu an ahli dhalal wa lam yaruddu alayhim larajat afkaruhum wa shubuhatuhum, lau si hawa maulama lau wangewanyamazia hawa watu wa upotevu na wasiwarudi, larajat afkaruhum, zingeenea fikira zao mbaya na shubaha zao hao. Lakini raddi imesaidia sana, raddi ya maulama kupoteza hizi akida zao mbaya, kwa sababu watu wamezijua, wajua kwamba hawa ni wapotevu, wakajitenga na akida hizo. Kama sikurudiwa na kubainishwa akida zao, tusingejua kwamba hawa ni firaq dhalla, sababu hawa nadai pia ni ahlusunna. Kila mtu adai ni ahlusunna, masufi pia adai ni ahlusunna. Sunna gani wanaoifanya ya kunyoa ndevu ni sunna? Masufi wadai wasema wajiita huyo, wajiita sisi ni ahlusunna wal jamaa. Sunna gani? Sunna gani mno ya kuburuta manjinguo mpaka kwenye vidole vya miguu? Ndio sunna hiyo? Kwa hiyo kama sikubainishwa hawa tusingewajua. يقول الشيخ حفظه الله: لم يقل العلماء نقتصر على معرفة الخير فقط. maulama hawakusema kwamba tufupishe kujua khairi peke yake tu, bal wa'arrafu an-nasa ash-sharra min ajli an yajtanibuhu, bali maulama wamewaelezea watu shari kwa ajili wajiepushe nayo. قال: وتجد الآن في كتب العقائد خصوصا الموسعة
تجد بيان العقيدة الصحيحة وبيان ما يضادها. utakuta sasa hivi katika vitabu vya aqida, hasa vile vitabu muwassaa vilivyopanuliwa masala ya aqida, utakuta kuweka wazi aqida sahiha na pia kuweka wazi kinyume cha aqida hiyo. Wa irada shubuhati allati yudli biha ahlu sharri min ajli raddi alaiha, na pia kuzileta zile shubuhati wanazozitolea dalili watu wa shari kwa ajili ya kuzirudi shubuhati zao. lialla yaghtarra biha man la ya'rifuha, asiyakaghurika nazo asiyewajua hao na asiyejua shubuha hizo. wa in kana min ahli alkhair, lianna alladhi yajhalu shay'a yushiku an yaqa'a fihi, kwa sababu yule asiyejua jambo anakurubia kuingia katika jambo hilo. ولهذا يقول الشاعر: عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. nimejua shari si kwa sababu nifanye shari, lakini litawaqihi, lakini nimejua kwa ajili ya kujiepusha nayo. ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه, asiyejua shari katika khairi anaingia katika shari hiyo. idhan fala budda min hadha al-amr, lazima jambo hili lipi la kujua khairi na shari, fala budda min hadha al-amr. wa hadha Hudhayfa radhiyallahu anhu wa huwa sahabiyyun jalil كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر ولم ينهه الرسول صلى الله عليه وسلم. صحابي جليل alikuwa akimuulizia Mtume صلى الله عليه وسلم kuhusu shari na Mtume صلى الله عليه وسلم hakumkataza. lam yaqulhu ijtanib hadha, jiepushe na maswali haya kuuliza shari, wala tasal anhu, siulize kuhusu shari. bal aqarrahu ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam, bali Mtume alimtuliza, alimtuza katika jambo hilo na kumkubalia. wabayana lahu amma saalahu min alfitan, akambainishia yale aliyoulizia katika fitan. bayana lahu sallallahu alaihi wasallam alfitan wa anna ad-dunya duwal, Mtume akambainishia fitan na kwamba dunia ni duwal. ايش معنى duwal؟ تارة يأتي خير وتارة يأتي شر, ndio maana dual. Dunia ina mabadiliko, mara nyingine inakuja khairi, mara nyingine inakuja shari. wayataaqabu hadha wa hadha ala an-nas lilibtilai walimtihan, linapishana. Yataaqabu, linakuja hili na hili kwa watu kwa ajili ya kuwapa mtihani watu. kama alivyosema yule: fayaumun lana wa yaumun alaina wa yaumun nusau wa yaumun nusarru. wazi fayaumun lana wa yaumun alaina, kuna siku ni yetu tuna manufaa na siku tuna madhara. wa yaumun nusau wa yaumun nusarru, siku tunapewa huzuni, siku tunapewa furaha. Ndio dunia ilivyo, mara mgonjwa, mara mzima, mara umepata faida, mara umepata hasara, mara uko hivi, mara hivi. Siku una furaha, siku una huzuni. Dunia ni hivi hivi mpaka kufa. Mara harusi, mara kifo, msiba. Dunia hiyo. idhan fala budda an yakuna almuslimun ala isti'dad limuqawamati ash-sharri lialla yaruja ash-sharru alayhim, lazima waislamu wajiandae kuzuia shari. Limuqawamati ash-sharri, kuizuia shari isije ikaenea shari kwao. Lianna ash-sharra lahu du'at, sababu shari ina maduati, ina walinganizi. kuna walinganizi wa shari. harisuna ala rawajihi,
wanapupa la kuieneza hiyo shari. Wayuzayyinunahu bizukhrufil qawl, wanaipamba hiyo shari kwa maneno yaliyopambwa. Wabilibarati rannana, na kwa misemo mizuri. Wayusammunahu biasmaa mughriya, wanaiita hiyo ibarati hizo wanaziita kwa majina yenye kughuru watu. هنا قال لأن الشر له دعاة حريصون على رواجه ويزينونه الشر بزخرف القول وبالعبارات الرنانة ويسمونها. الضمير يعود إلى إيش؟ ويسمونها بأسماء مغرية. هذا الضمير يعود إلى شر. ويسمونها عبارة، hizo ibara unaziita duat. duat si muannath, duat si muannath. لأن الضمائر السابقة كلها مذكرة. فلا بد أن يكون المسلمون على استعداد لمقاومة الشر لئلا يروج الشر عليهم، لأن الشر له دعاة. فهمتم؟ لأن الشر له دعاة حريصون على رواجه ويزينونه الشر، يزينونه بزخرف القول وبالعبارات الرنانة ويسمونه ويسمون الشر بأسماء مغرية لعل التبع لعل هؤلاء الكتبة أو التبع هذه. إذن ويسمونه أي الشر بأسماء مغرية ومدينة ينكغروات. فلو لم تعرفوا هذه الشبهات usipozijua shubha hizi wa hadhihi da'awati dhalla, na usipojua da'wa hizi za upotevu, la aushaka an yaruja alaikum hadha alaikum, ingekurubia kuenea hii shari juu yenu. Fatakbalunahu, halafu mkaikubali shari hiyo. واضح؟ إذن هذا ويسمونه الظاهر ويسمونه بأسماء مغرية. sawa. إذن فهذه هي الحكمة، hii ndiyo hikma min annana nataallamu alkhaira wa nataallamu sharra. Hii ndiyo hikma kwamba sisi tunatakiwa tujue, tusome kheri na tusome shari. Yani nataallamu ma yudaddi alkhaira wa yukhalifuhu, tunasoma kile kinyume cha kheri na kinachokhalif kheri, hatta naslama minhu, ili tusalimike na shari hiyo. وهذا حذيفة رضي الله عنه في هذا الحديث الصحيح، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل له لماذا تسأل عن الشر. Mtume hakumwambia kwa nini waulizia kuhusu shari. فالإنسان على خطر، ومtu yuko katika hatari. La yuzakki nafsahu, asitakase nafsi yake. Wala yaqulu, na asiseme ana araftu alkhaira wa yakfi, asiseme kwa mimi nimeshajua kheri na inatosha. Bal la budda an ya'rifa hadhihi al-umura li khatariha, bal lazima ajue mambo haya kwa sababu ya hatari yake. Walitakarruriha ala nnas, na kwa sababu ya kukaririka kwake juu ya watu mambo haya. والدعوة إلى الانحراف والضلال مستمرة لا تنقطع. دعوة ulinganizi wa inhiraf wa kupinda na kupotea, huu da'wa hii inaendelea, la tanqati, haikatiki. دعوة hii inaendelea.
قال الآن هناك من يدعو إلى مذهب الجهمية. sasa hivi kuna wanaolingania madhhabu ya Jahmiya, wa ila madhhabi almu'tazila, wa ila alquburiyya, wa ila as-sufiyya, wa ila ghairi dhalika min ad-da'wati ila al-inhiraf, na nyinginezo katika da'wa zile za kupondoka, za kupinda. falau lam nata'allam ar-radd ala haula, tusipojifundisha kuwarudi hawa, wa na'rif shubahatihim, na kujua shubaha zao, darajat hadhihi al-umur, mambo haya yangeenea, ya shari yangeenea, wala dhahabati sunna, na sunna ingeondoka. Fahamu, kwa raddi ipo kwa ajili ya kutetea Uislamu sahihi, kwa ajili ya kutetea sunna. Raddi ipo na itakuwapo ila yaumil qiyama. Fala budda min almuqawama, lazima kuzuia, sawa, kuizuia shari isije ikaenea kwa watu, sawa, lazima kuizuia shari isije ikaenea kwa watu. Wala budda min ma'rifati almarad, na lazima kujua maradhi, wa ma'rifati ilajihi, na kujua dawa yake, kujua maradhi na kujua matibabu ya maradhi hayo. Na hao wapo maduati hao wa batil, wapo, sio maduati wa batil wapo mpaka sasa. Kuna walingania kwenye uhizbia, kuna walingania kwenye sufia, wapo. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر حذيفة بما يكون. Mtume صلى الله عليه وسلم katika hadithi hii alimuelezea Hudhaifa yatakayokuwa. Wa hadha min alamati an-nubuwa, na hii ni katika alama za utume wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, haithu innahu sallallahu alayhi wasallam yukhbiru ani shay'i qabla wuqu'ihi, wakati Mtume sallallahu alayhi wasallam anaelezea jambo kabla ya kutokea. لأن الله أطلع رسوله على ما يكون في المستقبل, sababu Allah amemfahamisha mtume wake yatakayokuja, yani mbeleni. Min ajli an yunabbiha an-nasa, ili awazinushe watu, wa yuhadhdhira an-nasa, na atawadharishe watu, min hadhihi al-umuri ila idha hadathat, awatahadharishe watu na mambo haya yakitokea. وقد قال صلى الله عليه وسلم إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. hakika atakayeishi katika nyinyi ataona ikhtilafu nyingi. Fa'alaykum bisunnati, jilazimisheni kufuata sunna zangu, wa sunnati al-khulafai al-mahdiyyin ar-rashidin, na sunna za makhalifa wenye kuongozwa waongofu. Tamassaku biha, shikamaneni nazo, wa'adhu alaiha bin nawajidh, ziumeni kwa meno ya mwisho. Wa iyyakum wa muhdathati al-umur, na tahadharini na mambo yenye kuzushwa. Fa inna kulla muhdathatin bid'a, kwani kila lenye kuzushwa ni uzushi. Wa kulla bid'atin dhalala, na kila uzushi ni upotevu. وقال صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. mwenye kulingania kwenye uongofu, huyu anakuwa na thawabu mfano wa thawabu za wenye kumfuata katika ule uongofu. Ana thawabu za mfano wa wenye kumfuata. La yankusu dhalika min ujurihim shay'a, hilo halipunguzi katika thawabu zao wale wenye kumfuata kitu chochote. Wa man daa ila dhalala, na mwenye kulingania upotevu, kana alayhi min al-ithmi
mithlu athami man tabi'ahu, juu yake anakuwa ana madhambi mfano ya madhambi ya wenye kumfuata. La yanqusu dhalika min athamihim shay'a, halipunguzi hilo katika madhambi yao jambo lolote. Kwa hiyo mtu anatakiwa awe mlinganizi wa kheri, asiwe mlinganizi wa shari, sababu ulinganizi wa kheri una thawabu na thawabu za wenye kufuata kheri hiyo. Ulinganizi wa shari una madhambi na madhambi ya wenye kufuata shari hiyo, anakuwa nayo yule mwanzilishi. Qala kullu dhalik min ajli an yakuna an-nasu ala ma'rifa wa basira, yote hayo ni kwa ajili watu wawe juu ya maarifa, ujuzi kamili. Idha hadathat hadhihi al-umur, yakitokea mambo haya, fayakunu indahum isti'dadun limuqawamatiha, inakuwepo kwao maandalizi ya kuzuia mambo hayo ya shari. Watahdhiru minha, na kuyatahadharisha. Wa alla yaghtarru biha, na wasighurike nayo, watu wasighurike na mambo hayo ya shari. فحذيفة رضي الله عنه في النهاية سأل الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أدركه هذا ماذا يفعل. حذيفة رضي الله عنه mwisho wa maswali yake alimuuliza Mtume صلى الله عليه وسلم, ikimdiriki asri hiyo afanye nini? Ikimdiriki asri hiyo yenye shari afanye nini? Qala lahu an talzama jama'ata almuslimin wa imamahum, ulazimiane na kundi moja la waislamu na kiongozi wao. Hadhihi hiya alismatu min alfitan, hii ndio hifadha ya fitna. Mahali kukiwa na fitna, mtu anatakiwa alazimiane na jama'ata almuslimin na kiongozi wao, kundi moja tu, hakuna vikundi vingi, kundi moja tu. Hadhihi hiya al-ismatu min al-fitan, ay an takuna ma'a al-jamaa, uwe pamoja na jamaa. Hii ndiyo hifadha ya fitna. Kusalimika na fitna ni mtu kufuata jamaa moja la Waislamu, jamaa ile ya haki inayofuata aqida na manhaj ya Mtume sallam na masahaba wake. Hii ndiyo jamaatul muslimin inayoamrishwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam, an talzama jamaatal muslimina wa imamahum. Hadhihi hiya al-ismatu min al-fitan. والنبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالتزام جماعة المسلمين. Mtume صلى الله عليه وسلم anahusia kulazimiana na kundi la Waislamu, ويقول يد الله على الجماعة ومن شذ شذ في النار, mkono wa Allah uko pamoja na jamaa, kundi moja, na mwenye kutoka katika jamaa shadha fi nar, anatoka katika moto. ومن شذ شذ في النار. ويقول صلى الله عليه وسلم من خالف الجماعة فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه, mwenye kukhalif jamaa amevua kamba ya Uislamu katika shingo yake, ameivua kamba ya Uislamu katika shingo yake. Ipi? Ile aliyosema Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, shikamaneni na kamba ya Allah nyote msifarikiane. Wa mtu anayekhalif jamaa ashaivua hiyo kamba ya Uislamu katika shingo yake. Wal ahadithu fi hadha albabi kathira, hadithi katika mlango huu wa kuamrisha jamaa moja ni nyingi. وقال عليه الصلاة والسلام إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي, mimi nimekuachieni mambo ambayo mkishikamana nayo hamtapotea baada yangu, kitabu cha Allah na sunna zangu.
inni tarikum fikum ma in tamassaktum bihi lan tadhillu ba'di kitab Allahi wa sunnati. Na kitabu cha Allah kinaamrisha jamaa, sunna za Mtume sallam zinaamrisha jamaa. قال وسيأتي في الأحاديث حالة الغرباء في آخر الزمان وما لهم من الأجر. itakuja katika hadithi hali ya ghuraba katika mwisho wa zama, alghuraba wale wageni, wama lahum min alajri, na thawabu walizonazo hao wageni alghuraba. bada alislamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lilghuraba. Uislamu umeanza kuwa ni mgeni, wa sayaudu ghariban, utarudi kuwa ni mgeni, kama bada, kama ulivyoanza. Fatuba lilghuraba, pepo ni ya hao ghuraba wageni, pepo ni ya hao ghuraba. Qala famulazamatu jamaati almuslimin fiha alisma, kwa kulazimiana na kundi la Waislamu ndani yake kuna isma, kuhifadhika na fitna. Wa amma man shadha an jamaati almuslimin, ama aliyetoka akakaa mbali na kundi la Waislamu, wa imami almuslimin, na kiongozi wa Waislamu, yani bisam'i wa ta'ati liwali amri almuslimin, kwa kumsikiliza na kumtii kiongozi wa Waislamu, akatoka. Wal jamaatu la takunu illa biimam, na jamaa lazima haliwi isipokuwa kwa kiimam, kiongozi. La budda min alimam, lazima kiongozi. Wala takunu jamaatan biduni imamin yaquduhum wa yahmihim wa yudiru shu'unahum, haliwi jamaa bila ya kiongozi anayewaongoza au jamaa na kuwalinda na kutengeneza, yani na kuzungukia mambo yao. Fala budda min imamin yarji'una ilayhi, lazima apatikane kiongozi ambaye wanamrejelea katika masuala yao. Alaika an talzama jama'ata almuslimin wa imama almuslimin. Sheikh anarudia ibara hiyo, jilazimishe kulazimiana na kundi la Waislamu na kiongozi wa Waislamu. Hadha fihi najatun min alfitan, jambo hili kuna kusalimika na kuokoka na fitan. Qala wa hadha in ta'ammaltahu wajadtahu mutabiqan li zamanina hadha, sema hili jambo hili ukilifikiria vizuri utalikuta linawafikiana na zama zetu hizi. Wallahu a'lamu bima yati ba'dahu, na Allah anajua zaidi yatakayokuja baada yake. Lakini zama hizi zetu jambo hili ni muwafiqan wa mutabiqan li zamanina hadha. Al'an alfitanu kathira wa shadida, fitan sasa hivi ni nyingi na ni kali, ni mbaya zaidi. Waddiayatul mudhillatu kathira, matangazo yanayopoteza watu ni mengi. Wa wasailu nashri sharri, njia za kueneza shari, tawaffarat, zimekithiri. Wa nashitat, na zina nguvu. Wasara sharru yurawaju wa yud'a ilayhi, shari inatangazwa na kulinganiwa shari. ودعاة الضلال على قدم وساق في الفضائيات وعلى الإنترنت وفي الكتب يروجون الشر والضلال ويحرضون على الفرقة والاختلاف. walinganizi wa upotevu wanaendelea ala qadamin wasaq, wanaendelea fil fadhaiyat, wapo katika fadhaiyat, wa ala al-internet, wako katika internet na katika vitabu, wanaitangaza shari na upotevu, na wanahimiza furqa na ikhtilaf, wanahimiza mfarakano na ikhtilaf
wa watu. Wayad'una ila hurriyati rai, wanalingania kwenye uhuru wa rai, wa hurriyati alkalima, na uhuru wa matamshi maneno, wama ashbaha dhalik, na yanayofanana na hayo. Yuriduna an yufakkiku awsala almuslimin, wanataka kufarikisha viungo vya Waislamu. Faidha lam yakun indaka khibratun fi hadha al-amri, usipokuwa na ujuzi wa jambo hili, waqa'at au waqa'ta fil halaki illa man rahimahullah, utaingia katika maangamivu isipokuwa Allah aliyemrehemu. Kwa duati hawa washari wapo, kwa lazima mtu kuwajua duati wa shari na duati wa kheri. Mbali na kujua kheri na shari, kujua kheri na shari, halafu na kujua duati wa kheri ni wapi, duati wa shari ni wapi, ni jambo pia muhimu. Kama hujui uliza, kama hujui uliza, duati wa kheri ni kina nani, duati wa shari ni kina nani, utaambiwa. Ukiuliza utaambiwa.